akasema, hakika natambua ya kuwa Mungu hana upendeleo, bali katika kila taifa mtu amchaye na kutenda haki hukubaliwa na yeye. Neno lile alilowapelekea wana wa Israeli, akihubiri habari njema ya amani kwa Yesu Kristo ndiye Bwana wa wote. Jambo lile ninyi mmejua, lililoonekana katika Uyahudi wote, likianzia Galilaya baada ya ubatizo aliohubiri Yohana, habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na Ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Nasi tu mashahidi wa mambo yote aliyoyatenda katika nchi ya Wayahudi na katika Yerusalemu, ambaye walimuua wakamtundika mtini. Huyo Mungu alimfufua siku ya tatu, akamjalia kudhihirika si kwa watu wote, bali kwa mashahidi waliokuwa wamekwisha kuchaguliwa na Mungu, ndio sisi tuliokula na kunywa pamoja naye baada ya kufufuka kwake kutoka kwa wafu. Akatuagiza tuwahubiri watu na kushuhudia ya kuwa huyu ndiye aliyeamriwa na Mungu awe mkuu walio hai na wafu. Mstari wa mwisho, huyu manabii wote humshuhudia ya kwamba kwa jina lake kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Na hili ndio neno la Bwana. Asante. Karibu somo la pili. Mara tuko kwenye ibada, simu tunazima au naweka kwenye mtetemo kumheshimu Mungu. Simu kile naita unaondoa uwepo. Sio kwa wachungaji aziiti, tumezidhibiti. Hata huko heshimu ibada. Somo letu la pili linapatikana katika kitabu cha Paulo kwa Kolosai, sura ile ya 3 mstari wa kwanza mpaka ule wa 4. Nami kwa Utatu Mtakatifu na watangulia, basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu Kristo aliko, ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi, kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Na mstari wa 4 na wa mwisho, Kristo atapofunuliwa aliye uhai wenu, ndipo nanyi mtafunuliwa pamoja naye katika utukufu. Amen. Asante wasomaji waliotuongoza masomo.